Na nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna watu wanaomkimbilia sana Mungu kama watu wanaotenda dhambi. Andika hiyo sentensi. Hakuna watu wanaomkimbilia sana Mungu kama watu wanaotenda dhambi. Tazameni, wakati Yesu alipokuwa pale juu msalabani, yule mwizi alimwambia Yesu, unirehemu, mwana wa Daudi. Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Lakini Yuda ambaye alikuwa ni mtu wa kushinda madhabahuni, lilipomkuta gumu, alikimbia kwenda kujinyonga. Sasa angalia, Yuda aliyeishi na Yesu mpaka Yesu anafika miaka 30, toka akiwa miaka 10 na kitu, alishindwa kukumbuka kwamba mimi nimetenda dhambi, wacha nimkimbilie yule niliyekuwa nikimshuhudia akiwaponya wengine, akiwaombea wengine vipofu wakiona. Alimwombea yule mwanamke aliyekuwa anatokwa damu miaka 12, damu ikakata. Mungu, Yesu, mimi nimekwenda kukusaliti, lakini naomba unisamehe. Hakukumbuka kufanya hivyo. Ndio maana watu waliopo madhabahuni, wanaoshinda madhabahuni, wana kiburi sana cha kwenda kwenye toba kuliko watu ambao hawashindi madhabahuni. Kwa sababu gani? Wamezoea. Yuda aliishi na Yesu kwa mazoea. Yule aliyekuwa pale msalabani, alipopata ile nafasi tu kwamba cha kwanza aliomba toba. Ni ngumu watu wanaohudhuria ibada kila siku kuomba toba, mpaka aambiwe omba toba, tuingie kwenye sala ya toba. Na hata akiomba, anaomba kawaida, anajua mimi niko madhabahuni. Lakini kuna mlevi mmoja anaweza akasema, nimekuja nabii niongoze sala ya toba, ukamuongoza sala ya toba, akaomba kutoka moyoni, na ukaona Mungu akamwachisha pombe, na ukaona mambo yake yanafunguka. Nataka nikwambie jambo moja. Ukiwa karibu na waridi, kuna uwezekano mkubwa usinukie waridi. Ukiwa karibu na baba wa kiroho, kuna uwezekano mkubwa walio mbali na baba wa kiroho wakaja wakabarikiwa na kuinuliwa, wewe usiinuliwe, wewe usibarikiwe, wewe usifunguliwe. Kwa sababu gani? Unamjua, umemzoea, na umekuwa ukiona jinsi anavyoombea wengine, na pia amekuwa wakati mwingine akikushirikisha kwenye vitu vyake. Usimzoee mtumishi wa Mungu kama Yuda alivyomzoea Yesu. Yalipompata Yuda, Yuda ndo alikuwa kipenzi cha Yesu. Alitakiwa kusema, baba yangu, nimekukosea, naomba nisamehe, sina pa kwenda. Kama unakufa wewe, acha na mimi nife na wewe. Lakini aliingia kiburi cha kutokuomba msamaha, akakimbia kwenda kujinyonga. Kuna watu sasa hivi kwenye makanisa hawataki kusemwa. Ukimuonya kahama. Ukifundisha mafundisho ambayo yamegusa jambo lake, mwingine mpaka anaweza akahisi leo baba kanisema mimi, anahama. Kanisa la leo tunafundisha mafanikio, tunaogopa kufundisha maonyo, kwa sababu wengi wakihonywa kifundishwa mafundisho ya ukali, ya kukaripiwa, ya kuonyeshwa njia, wanahama kanisa. Watu wanapenda waende mahali ambapo watasikia pokea gari, utajenga nyumba. Utajengaje nyumba wakati hauna mahusiano na aliye chanzo cha baraka wewe kujenga hiyo nyumba? Utanunuaje gari wakati mahusiano yako na yule ambaye anatoa baraka za wewe kununua gari sio mazuri? Na yeye ya baba aliye juu anakuona. Baba yako wa madhabahuni inawezekana asikuone, lakini kwa Mungu wewe huwezi kujificha. Alafu kuna watu unadhani kumpa baba wa kiroho zawadi nyingi sana ndo Mungu kukukumbuka wewe. Rahasha. Mungu anachunguza moyo, hachunguzi sadaka zako unazozileta madhabahuni. Na ndio maana unaweza ukaleta sadaka madhabahuni na bado mambo yako yakaendelea kuwa magumu. Kwa sababu gani? Biblia inasema sadaka zako ni manukato mbele za Mungu. Kwa hiyo kama zile sadaka unapozitoa madhabahuni hazina muunganiko na Mungu, maana yake ni kwamba hazimfurahishi Bwana.